Mungu unayenisikiliza na kunitazama, acha niendelee na ile mada yangu ya kuhusu dini, namna zilivyotumika vibaya kutugawa wanadamu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi au watu wanaonilea au kiongozi wangu mkuu anayenilea, ambaye ndiye sababu ya ufahamu, kujielewa na kujitambua kwa sura hii, ambao mimi sina maana kwamba nimevuka au nimepiga hatua kubwa, lakini kwa hatua hii ndogo nilionayo ya uelewa huu, bado najivunia sana watu hao kuwa walezi wangu, kwa sababu hata ufahamu huu nilionao ni kwa jitihada kubwa, ni kwa msaada wao, ni kwa namna ya mafundisho yao, ndio amenifanya kuwa huyu niliye leo. Yaani tunaogopa sana mabaya yasitukute, ila tunafanya sana mabaya ambayo yatapelekea tu mabaya yatukute. Ngoja niendelee na mada yangu ya dini zilivyotumika vibaya na dini zilivyogeuza wanadamu wengi kuwa kama mataila. Ukweli kabisa, ziko mada, yako mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye jamii zetu. Huenda umewahi kusikia au umeyaona au unaendelea kuyasikia, watu wakiendelea kuulizana, dini ipi bora kati ya dini hii na dini hii? Ipi ni dini sahihi? Ipi ni dini ya Mwenyezi Mungu? Ipi ni dini ambayo Mungu alianzisha? Huo ni utaila. Yaani ukiona watu wamekaa wanajadili vitu vya kipuzi namna hiyo, hapa paswi kabisa kukaa eneo kama hilo. Kama utakaa, basi uwe na mchango, uwe na namna ya kuweza kuwatoa hawa watu kwenye hizo zana potofu za kuamini kwamba dini hii ni dini sahihi kuliko hii, hiki ni bora kuliko hiki. Yaani ukiona tu wamekaa hivyo, basi ona huruma, tafuta namna ya kuweza kuwasaidia hawa watu na kuwarejesha kwenye njia. Na kama huoni pa kuanzia namna ya kuwasaidia, ondoka, usikae hapo, kwa sababu sio kitu ambacho kinaweza kikaleta afya kwenye maisha yako. Kiufupi, mwanadamu, nataka nikwambie kwamba sisi sote ni watu wa Mungu huyu mmoja. Wanadamu wote tumeumbwa na Mungu mmoja. Dini unazoziona hizi, dini sio Mungu. Dini ni mwanadamu kutafuta namna ya kumrejea Mungu wake. Sio kwamba Mungu ndo yupo kwenye hizo dini. Huko ni watu wapo kwenye hizo dini wakitafuta kurejea au kutafuta mahusiano mazuri na Mungu. Kwa mtu asije akakuvuruga ufahamu, kwanza kukuuliza maswali ya kipuzi kama hayo, kwamba dini ipi ni sahihi kati ya dini hii na dini hii. Nataka nikwambie, usahihi wa imani ya mtu ni maisha yake. Yaani namna anavyoishi, ndipo utakapojua kwamba kitu anachojifunza kina mantiki na kina umuhimu na kina msingi kiwango gani kwenye maisha yetu. Ni namna gani naweza nikajifunza kwake mtu huyo. Huo ndo usahihi wa imani ya mtu. Imani ya mtu sio kwamba mimi ni dini fulani, mimi ni na ndio maana hata dini hizo zinazopigiwa kelele kwamba dini hii ni bora kuliko dini hii, utakuja kukuta ndani ya dini hiyo hiyo wanagombana, hawapati kuelewana kwa mambo mengi, hawakubaliani kwa vitu vingi. Sasa swali langu ni kuulize wewe, usahihi wa hiyo imani ni nini? Ikiwa kama hao watu wa imani moja wameshindwa kuelewana, hawakubaliani kwa maeneo mengi, vingi wanapingana, ila wanakuambia hiyo dini ndo dini bora, lakini imeshindwa kuwaweka pamoja. Usahihi wa hiyo dini ni nini? Ni huko kuwagawa? Ni huko kushindwa kutengeneza njia zao? Kwa utakuja kunielewa vizuri sana kwamba dini ni kama usafiri. Yaani ni kwamba ni watu wote tumetoka, labda tuko eneo fulani tunaelekea eneo fulani.
Sasa njiani kuna mabishano ya juu habari ya kufika kiwepesi huko tunakoelekea. Sasa huyu mwingine anamwambia hapana, tupite hii huku. Mwingine anasema hapana, hii huku ndo nyepesi zaidi. Umwambia hapana, tukipita hapa ndo tutafika kiwepesi zaidi. Hayo ni mabishano ya wanadamu. Sasa ndivyo ilivyo, na kuwekea mfano huu ili unielewe kiwepesi kuhusu dini. Kwa hiyo yale mabishano ndo anazaa matabaka ya dini, lakini wote au kila dini ikiwa na mwelekeo wa aina hii moja, kwamba wote tunataka kitu kimoja, ila kuna mitazamo, kuna namna tunaona hiki kitu kingefanyika kwa sura fulani, kingefanyika kwa picha fulani. Hiyo picha, hiyo namna ndiyo inayopelekea sasa kuleta matabaka ya dini. Sasa kuweko kwa matabaka hayo akuwafanyi nyie kuwa maadui, akuwafanyi nyinyi muanze kukashifiana kuona kwamba huyu mwingine kapotoka hafai. Hapo kinachoendelea ni kila mmoja anaamua mimi napita hii, ngoja tuone nani atawahi kufika. Yaani ni kila mmoja anaamua kuendelea na njia ambayo anaiona ni sahihi kwa upande wake. Sasa usahihi wa imani ni nini? Usahihi wa dini ni nini? Dini ipi ambayo sasa hiyo dini ndo dini ambayo tunaweza tukajifunza kufanya wema? Yaani kiufupi kwamba dini iliyo njema ni kufanya wema. Full stop. Ni kuishi maisha masafi, maisha mema. Full stop. Yaani hakuna mada nyingine. Dini iliyo njema ni ile ya kuishi maisha masafi, maisha yaliyonyoka mbele zako na mbele za Mwenyezi Mungu. Yaani lile ambalo ungetamani ufanyiwe, fanya kwa wengine. Lile usilopenda kutendewa, usilitende kwa mwingine. Kwa hakuna mzunguko wa kwamba upite huku ufanye hiki. Hivyo vyote ni vichocheo vya kukufanya wewe uweze kukaa kwenye tafakari ya wewe kuwa na namna ya kufikiri, ni namna gani, ni jinsi gani naweza nikamlingana huyu muumba wangu, huyu Mungu aliyenifanya mimi kuwa hivi nilivyo. Kwa tunaenda kwa sababu ya kwenda kuchochea kile tunachokitaka kwenye maisha yetu, juu ya mahusiano yetu sisi na muumba wetu. Kwa hiyo chochote ambacho unakifanya kinakurejesha kwenye utu, kinakurejesha kwenye wema, kinakutafakarisha utu, kinakutafakarisha uwema. Ni namna gani wewe mwenyewe inakupasa uwe mwema, ni jinsi gani wewe mwenyewe unajisikia kuendelea kufanya vyema. Hiyo dini inasema usiache. Hiyo dini usiache. Achana na hizi vurugu hizi za kwamba wewe usipopita hapa, usipofanya huko. Tutoke kwanza, tuanzie hapa. Mlango wa kwanza ni utu. Dini au Mungu kuruhusu hizi dini, lengo alitamani kuona mtu anazaliwa, alitamani kuona utu wa mtu unaibuka ndani ya kile anachokiamini. Alitamani kumuona huyu mtu anakaa akitafakari, anaona ni namna gani anapaswa kuenenda kulingana na kile anachokisikia na kile anachoendelea nacho. Sio iya kuzalau, kupuziana, umepotea sana, si hapo ungekuwa huko. Hapana, mtu wa Mungu, acha hayo kwanza. Wakati mwingine mnavuruga watu fahamu. Kuna wakati mwingine mtu alitamani kukusikiliza, alitamani kujifunza vingi kwako, lakini kuna wakati unamuingizia kitu ambacho bado, yani ilikuwa bado wakati watu wa kumuingizia na kumpandikizia hicho, kwa sababu bado hajaelewa vingi kwako, lakini wewe unakuja kuangalia tu hili sasa ufanye hivi, fanye Nataka nikwambie, mimi nimejifunza Mungu, nimemjua Mungu ambaye yani namna zangu za kuishi, vile jitihada zangu, ile mienendo yangu, yani
Haihitaji kupigiwa kelele kwamba huku ni kuzuri, haihitaji kupigiwa kelele kwamba hii ndio njia bora. Yani iko namna tu, watu wanakutafuta, watu wanakuuliza, watu wanatamani kujifunza kwako. Wewe umewezaje kuwa huyu? Wewe umewezaje kuwa hivi? Inawezekanaje? Unaambia nimefanya 1 2 3, kuna mimi nikifanya hivi na mimi nitakuwa kama. Jaribu, fanya uone, ndipo baadaye anaanza kufanya. Huyo mtu utakiwe kutumia nguvu kubwa kiwango hicho. Leo hii kwa sababu ya maslahi ya watu ambao hatuyajui tulio wengi, yameinuka, tunaamini ni dini au tunaamini kwamba ndo ucha Mungu, lakini kumbe ni viashiria tu vya uchochezi, ni biashara za watu fulani ambazo unazipigia debe kwa kuto kujua, na wewe umevurugika. Na kweli viongozi wa dini wamefaulu kwenye hilo. Wako watu wanajua kushawishi na kufanya watu waone kwamba hapo ndo penye njia. Lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu, nataka nikwambie, ondoka kwenye zana hiyo, ondoka kwenye ujinga huo, ondoka kwenye namna hizo za kwanza kuona kwamba eti dini fulani ni ya hovyo sana, dini hii ndo toka, ondoka, njoo hapa ili tuone usahihi wa dini. Ni maisha yako wewe mwenyewe, unaishije kwanza? Wewe mwenyewe ni faida kwa kiwango gani? Wewe mwenyewe ni faida kwa kiwango gani? Lakini kingine ni kwamba watu wanaokuzunguka ni wanakuzungumziaje? Okay, unaweza kusema mimi mtaani ninaokaa sipendwi. Upendwe kwa sababu zipi? Kwa nini ukubaliki? Unafikiri ukubaliki ni kwa sababu zipi? Kwa sababu ya misimamo yako mizuri? Kwa sababu ya namna yako ya kufikiri njema ndio inakufanya usipendwe? Au ni kwa sababu wewe mwenyewe uelewi vingi? Kwa sababu ya ukaidi? Au kwa sababu ya roho mbaya ulionayo? Ni nini kinapelekea labda usikubaliki au usieleweke kiwepesi? Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya kuendelea kujiuliza na Mungu wako. Unajua, nikwambie kitu, mwanadamu nje na mijadala tunaojadili huku, ukiwa peke yako, kuna namna maisha, kuna namna Mungu anasema na wewe, kuna namna ambavyo ungetamani mambo angekuwa ile namna ile. Jaribu kuivuta, jaribu kuitafuta. Kwa nini mimi nisiwe ndo huyu? Kwa nini mimi nisiwe ndo huyu ambaye nafikiri kuna namna. Achana na hizi kelele ambazo zimezuka saizi za kwanza ukukashifiana kunini. Hayo hizo takataka achana nazo mwanangu. Achana nazo. Nataka nikwambie mimi asante Mungu amenipa zawadi ya kupenda kujua undani wa jambo. Upenda kujua nia ya mtu. Upenda kujua kusudi la mtu. Na ndio maana mimi kunivuna tu kwa akili yako hii, mtu wa Mungu, tumia nguvu kubwa sana. Mimi ukiona nimeelewa kitu, jua nimeelewa kwa namna ya tofauti na unavyoelewa wewe. Tofauti kabisa na utakapokuwa unachukulia wewe. Nashukuru Mungu kwa hiyo kitu amenipa. Mimi ukiona kitu na kielewa, ujue na uwezo wa kukielezea, na uwezo wa kukupa faida hicho kitu, na uwezo wa kukwambia ni kwa nini nimeelewa hiki. Yaani nitakwambia vyote, kilichonifanya nielewe, yaani nitakwambia faida ya hicho kitu unachokielewa. Sielewi kwa mkumbo. Nasikitika kusema watu wengi kwenye dini, si kweli kwamba kila kitu tunaelewa. Wengine tumeelewa kwa upepo au kwa mizuka au kwa ushawishi au kwa namna watu wanavyovizungumzia vitu hivyo. Ndivyo tulivyoelewa na sisi. Lakini si kweli kwamba tumeelewa kama kilivyo, tumeelewa kama mambo yalivyo. Mimi na kwambia jambo hili kwamba usipende kufata mikumbo kwenye vitu ambavyo huelewi vina lengo gani. Usipende kufanya kitu ambacho hujui nyuma yake kuna makusudi gani. Fanya kitu ambacho umeshaelewa nia, lengo ni nini. Kwamba hata kama atakosa. Unajua nikwambie kitu moja kati ya kitu ambacho kimezidi kutuchelewesha sana, huwa tunatafutiana makosa sana. Yaani ni kwamba ule upendo wa sisi kama wanadamu haupo. Kwa hiyo ni kwamba mara nyingi sana unachokifuatilia
kwenye maisha ya mtu ni namna gani anavyokosea, sio namna gani anavyopatia nijifunze. Unatafuta makosa yake sana, na hii sasa imepelekea ushindwe kujua hata kizuri alichonacho mtu, vyote unaviweka kwenye kundi baya. Kwa Mungu aliyeniumba mimi na wewe alituumba ili tumwabudu, alituumba ili tumfanyie ibada, alituumba ili kila tutakachokifanya kilicho chema ajivunie kumweka mwanadamu duniani, kwamba ona sasa nilichokifanya, ona kazi ya mikono yangu. Maisha ya mwanadamu, nimezungumzia hata ile video ya mwanzo kwamba maisha ya mwanadamu yote yanazungukwa na ibada. Kila unachokifanya ni ibada, ila ibada nimekwambia kwamba inaweza ikawa ni njema, inaweza ikawa ni mbaya, ila zote ni ibada. Naongea ni ibada, na kula ni ibada, na kusanyika sehemu tunajadili habari za Mungu ni ibada, nafanya kazi za uzalishaji ni ibada, na shauri watu ni ibada, na kosoa jambo ni ibada, na gombana ni ibada. Yaani kila kinachoendelea ni ibada. Mungu alituumba ili tumwabudu. Jambo moja ni kwamba Mungu alivyotuumba wanadamu, ametuumba katika mfumo fulani wa majibu yaani kwamba ni maswali na majibu. Ametuumba katika mfumo wa maswali na majibu. Sijui kama utanielewa kiwepesi sentence hii nikisema mfumo wa maswali na majibu. Nataka kuzungumza nini? Kwamba unaona mbegu unapoipanda, lengo la kuipanda ile mbegu ni ili ifanyeje? Yote itoe mbegu nyingine, ndio lengo la mbegu. Sasa ninaposema ametuumba katika mfumo wa maswali na majibu, nina maana kwamba haya maisha ninayoishi mimi na wewe hivi, nishawahi kusema na leo narudia tena kusema kwamba hatua yoyote ulionayo ni matokeo ya vile unavyoamini. Yaani ni matokeo ya kile ulichokipanda, ni matokeo ya kile kinachoendelea kwenye ufahamu wako, kwenye uwekezaji wa ufahamu wako. Hivyo ulivyo ndo matokeo yake. Hakuna kitu ambacho kinakuja kwenye ulimwengu huu, yaani ghafla tu kinakuvamia kwa sababu kimekusudia kukuharibia. Hapana, kuna mahala kinakuwa kimetoka, na uko kilikotoka mwanzilishi ni wewe. Sio kwamba kimetoka tu from nowhere. Kuna namna ulipanda. Nasikitika kusema kwamba mwanadamu ana kumbukumbu nzuri za kuumia, hana kumbukumbu nzuri za kuharibu, na anahitaji sana kutoka kwenye maumivu. Hana jitihada za kujizuia asiingie kwenye maumivu. Hiyo ndo changamoto tulionayo. Tunaishi maisha holela, tunaishi namna za kiholela sana, namna za kawaida sana, alafu tunatamani Mungu azuie yasitukute mabaya. Yaani tunaogopa sana mabaya yasitukute, ila tunafanya sana mabaya ambayo yatapelekea tu mabaya yatukute. Tunaogopa sana maumivu tusiumie, tunaogopa sana tusiumizwe, ila tunapita kwenye njia ambazo tunaumiza sana. Tunapita kwenye njia ambazo wengi tunawakwaza, wengi tunawaumiza, ila hatuna muda wa kuzuia haya mambo tusiyafanye. Ila tuna muda mwingi wa kuomba Mungu yasitukute mabaya, hali ya kuwa tunafanya mabaya. Narejea mfano wa mbegu. Ndio maana maandiko au Biblia inasema
apandacho mtu ndicho atakachovuna. Huwezi ukapanda zao la mpunga, umefika wakati wa mavuno unaenda kuvuna maharage. Haiwezekani, haiwezekani. Sasa nataka nikwambie ni kwa nini tumewekewa mfano wa mbegu. Nielewe mwana wa Mungu, nielewe mtu wa Mungu. Mbegu unapoipanda inakuwa ni mbegu hii moja. Inapokwenda kuota haioti mbegu moja, inaota na matawi yake na matunda yake, na yale matunda zinakuwa ni mbegu nyingi ambazo zimetokana na mbegu hii moja. Ndivyo ilivyo ubaya unaoupanda. Ubaya unaoupanda ndio umepanda kidogo, ndio umefanya kwa sehemu ndogo sana, lakini mbona unatokeza matokeo makubwa? Ndo ilivyo mbegu yoyote ukipanda, lazima itokeze kitu kwa wingi kikubwa, lazima kitokee kingi, kwa sababu ulikipanda inamaanisha unakipenda. Kwa kuwa unakipenda inatakiwa kitokee kwa wingi ili kije kikufurahishe. Unanielewa eh? Ndivyo ilivyo, kwa sababu huwezi ukapanda debe moja la maharage afu kaenda kuvuna debe moja tena la maharage. Bila shaka utaona jitihada zako ni bure. Lazima ukipanda debe moja la maharage, unapokwenda kuvuna umekosa sana debe 20, 25, 30 hivi, ndo umekosa sana. Ndivyo ilivyo hata ubaya unaupanda, ndivyo ulivyo hata ubaya tunautenda. Leo hii tumekuwa na bidii kubwa za kutafuta nani chanzo cha haya ninaoyapitia. Hatukumbuki ni kwa namna gani tulitenda vibaya wakati uliopita. Hatuna muda wa kuona ni namna gani tulienenda vibaya katika nyakati zilizopita, ila tuna muda mwingi wa kuona fulani ndo sababu ya mimi kupita kwenye ugumu huu. Kwa Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Ndio maana mijadala mikubwa ipo tu, dini ipi sahihi? Ni kwa sababu mwanadamu kakosa kujua alichotakiwa kujua. Na Mungu, mimi natamani sana Mungu akupe neema, Mungu akusaidie. Asante Mungu. Lakini nimalize kwa kusema hivi kwamba pamoja na yote, ibada au dini sio mbaya na sio vibaya mwanadamu kuweko kwenye dini, na sio dhambi mwanadamu kuwepo kwenye dini. Lakini nachotaka kukufunulia au kukwambia ni kwamba jua unamhitaji Mungu kwenye hiyo dini, kwenye hiyo imani, lakini kuwa na jitihada zako binafsi za kufanya ibada za wewe mwenyewe, kusogelea uso wa Mungu kwa kufunga, kwa kuomba peke yako, kuwa na muda wa kuomba. Asante Baba aliyenilea mimi, ambaye amenifanya nitokeze hiki unachoweza kukiona leo. Alinitengenezea nidhamu ya kuwa na muda mwingi wa kuomba, kusoma neno la Mungu. Ngaje siwezi nikajisifia, nisitaki kuwa mnafiki na muongo. Mimi naongea sija improve kwenye kusoma neno, sija improve kwenye kusoma Biblia, sija improve vya kutosha. Ingawaje nimegusa kwa sehemu, ingawaje nimeweza kwa sehemu, lakini kwa habari ya kuomba, nimewahi kuomba
kwa uthubutu wa hali ya juu sana, ila siwezi nikaendelea kujidai kwamba spidi niliyokuwa nayo kipindi hicho ndio spidi nilionayo kwa sasa. Ni uongo, nitakuwa mnafiki. Lakini mwana wa Mungu, pamoja na yote, bado nazidi tu kukwambia kwamba Mungu aliyeniumba mimi ndiye aliyekuumba wewe. Mungu alizifanya mbingu na nchi. Alitamani wewe ujitambue. Alitamani wewe ujue cha kufanya, kwa wakati gani, kwa nini kinatakiwa kifanywe na wewe. Nikuache uwe na maswali haya. Muulize Mungu, ni kwa nini uliniumba mimi? Lengo la wewe kuniumba ni nini? Je, hivi ninavyoendelea ndivyo tu ambavyo nitakanishia hapa? Ukiwa na maswali kama haya, ukawa na muda mwingi sana kutafakari upendeleo wa Mungu juu ya maisha yako, utakuwa ni mtu ambaye ni faida kwa jamii yako, ni faida kwa familia yako, ni faida kwa watu wako, ni faida kwa imani yako. Leo hii mimi naongea haya, sitaki kusema kwamba mimi nimekuwa faida sana kwa imani yangu au kwa familia yangu, lakini naweza nikasema nimekuwa faida sana kwa maisha yangu mwenyewe. Najifurahia tu kwa hivi nilivyo. Hata kuwa na ufahamu huu, mimi najifurahia. Haikuwa rahisi mtu kama mimi hata kufikiri tu kwamba siku moja nitakuwa naongea mbele yako, nitakuwa nanena maneno kama haya. Haikuwa rahisi. Hata elimu hii ndogo nilionayo, namshukuru Mungu kwamba inatosha. Kuna mtu huna ujui, kama utajua labda baada ya kunisikiliza ndio unaanza kuelewa. Lakini tangia nimejifunza na nimeanza kumcha Mungu, kitu ambacho kinanitatiza kwenye ufahamu ni namna gani ya kuweza kufunua picha ya Mungu alivyotaka duniani, Mungu alivyotaka wanadamu tuwe. Nakosa roha. Sina utoshelevu wa maneno, sina utoshelevu wa matendo, ila nabaki najifunza, nabaki naendelea kuomba Mungu, nabaki naendelea kufanya ibada, nabaki naendelea kuwekwa mbele za Mungu, nikitafuta ni namna gani naweza kuwa baraka, naweza kuwa msaada kwa maisha ya mtu mwingine. Mungu wetu ni pendo. Mungu wetu ni upendo. Mungu, pamoja na tofauti za dini yetu, itikadi za imani zetu, pamoja na tofauti za makabila yetu, lakini jaribu kufikiri, mwanadamu ni mwanadamu tu. Lolote linaloweza kumuumiza mwingine, jua hata huyu mwingine litamuumiza. Lolote linaloweza kuleta madhara juu ya maisha ya mtu mwingine, jua na kwa huyu mwingine pia litaleta madhara tu. Hakuna atakayembariki. Hakuna. Maisha yamekaa kwenye mfumo. Maisha yamekaa katika utaratibu. Kile kilicho kibaya kwa dini fulani ni kibaya hata kwa dini nyingine. Kwa sehemu kubwa, mambo mengi tunaingiliana. Kwa sehemu kubwa, nia ilikuwa ni kuturejesha kwenye utu na kwenye njia na kwenye namna ya upendo wa kupendana sisi kwa sisi. Leo hii kumekuwa na mashambuliano, sio upendo tena. Kawaje nafahamu njia ya kumpenda mtu wakati mwingine imepita kwenye namna ngumu sana. Ngumu. Ni kama ya kikatili, ni kama ya upinzani. Wakati mwingine ni njia ambayo
inaonekana ni kama vile wewe unachochea ugomvi, unachochea fujo, lakini ndio njia pekee ya kumpenda mtu. Wakati mwingine ndio njia pekee ambayo inaweza ikaokoa mambo yasilete madhara huko mbele. Tole mfano, mimi na baba yangu naweza kusema jamii ya watu wengi imemtafsiri vibaya sana. Wako waliotukana matusi, umeacha Injili, umeacha kumtumikia Mungu, sasa umeanza kutumikia mihemko, umeanza kutumikia yaani kuna namna, mara umejichanganya, mara umechanganya dini na siasa. Ameambiwa maneno mengi, lakini unajaribu kuangalia nyuma ya haya yote, huyu mtu kweli hiki wanachokisema ndicho anachokitaka? Ili anufaike na nini? Ili afaidike nini? Ili atake nini? Ananufaika nini na yeye kupita kwenye hatari hii? Mbona hatari ni kubwa kuliko hiki wanachosema ndicho anachokitafuta? Lakini tunakuja kuangalia kwamba ni upendo. Upendo unagharimu maisha ya mtu. Kuna wakati tunao watoto wetu tunaowapenda kabisa, mwanao unayempenda. Mfano uende ukanielewa kiwepesi. Mtoto unayempenda kabisa anapocheza jirani na shimo, na unajua kabisa lile shimo akitumbukia, aidha ndo umempoteza mazima au atavunjika baadhi ya viungo ambavyo vitakugharimu wewe kama mzazi uende umpeleke hospitalini ukamtibie juu ya maumivu atakayokuwa anapitia wakati huo. Unapotaka huyu mtoto asizulike, asiingie kwenye hiyo hatari, umemwambia kwa upendo, mwanangu usicheze jirani na shimo hapo, njoo huku, kana kuangalia tu. Au sitaki. Mwanangu njoo mtoto mzuri, njoo, bado kanadhedi kurudi nyuma tu. Kama utamkimbilia na kumwokoa mtoto, hutoacha kumpiga. Kama we ni mzazi unayempenda, ili kumuonyesha ukubwa wa madhara kila alichotaka ukifanya. Kama atakuwa anaelekea, lakini unajua kabisa hapa alipo ni mbali na lile eneo, ila anaelekea usawa ule, utatumia kauli, we rudi huko, acha. Sio kwamba ule mtoto unapomfokea vile na kumkaripia vile umpendi, unamuonyesha uzito wa hatari ya kula na kuelekea, kwamba ni hatari kiwango gani. Kama taendelea pumbavu, nimekwambiaje, huku nakimbia na kwenda kumchapa, nimekwambia usiende huko. Lengo si kwamba namuonea, ila kwa sehemu kubwa yule mtoto akuone kama unamuokoa. Anakuona kama ni mzazi katili, ni mzazi mwenye roho mbaya. Hiyo sauti ameitumia baba yangu sana ndani ya taifa hili la Tanzania. Hiyo nguvu ameitumia sana baba yangu ndani ya taifa hili la Tanzania. Lakini yote kwa yote, kutafsiriwa vyema au vizuri au vibaya, yote ni matokeo. Ni kwa sababu Mungu ametuumba wanadamu tukiwa na uelewa tofauti tofauti.
kuelewa kwa namna ya uelekeo mmoja pia ni jambo jingine. Mwisho wa haya yote, nikomea hapa kwa leo. Sema Mungu akubariki. Mungu akupe neema ya kunielewa juu ya yote niliyonena. Mungu akupe neema ya kuelewa maana na maada nzima hii nilizungumzia hapa ina mlengo gani juu ya maisha yako. Neema ya Mungu iwe pamoja nawe sana. Amen.